Hiki ni kivuko ambacho wananchi wa maeneo wamekuwa wakitumia, na tunaelewa kwamba kwa Mustafa ni eneo ambalo hakuna shule ya msingi wala shule ya sekondari. Kwa hiyo wakazi wa maeneo haya wengi wanaitumia barabara hii kama wanafunzi kwa ajili ya kwenda katika shule ya sekondari Kinyamwezi. Hapa ni maeneo ya Kibongwa. Tutazungumza na wananchi kadhaa, lakini pia lazima niweze kuzungumza na mwenyekiti wa serikali za mtaa kwa Mustafa, ndugu yetu Fikiri Rajabu. Ngoja sasa tuende moja kwa moja tuweze kuzungumza na wananchi au wakazi katika eneo hili ambao wao ndio sosi zaidi ambao wanaitumia njia hii, lakini pia wanatumia kivuko hichi kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli zao, lakini pia watoto zao au wadogo zetu ambao wanapita hapa kwa ajili ya kuelekea shule. Na tunatambua kama nilivyosema awali, maeneo kwa Mustafa hakuna shule ya msingi wala hakuna shule ya sekondari. Twende pamoja. Jina naitwa Ahmed Simba. Nipo maeneo hapa Kibongwa, Kigogo Fresh. Changamoto inayotukuta hapa, ndugu mwandishi, ni hiki kivuko. Hiki kivuko kimekusanyika, kimetuunganisha wakazi wa Kibongwa na Kinyamwezi. Changamoto tunaipata hapa ni hiki kivuko, uvukaji wa wanafunzi kutoka majumbani kwao kwenda shuleni kipindi cha mvua. Kipindi cha mvua hapa mwandishi, hapa pitiki. Yaani hapa papitiki, maji yanakuwa yamejaa sehemu yote hiki. Na hiki kivuko tulishajitolea wanafunzi si chini ya mara 4 au mara 5. Tukatoa malalamiko serikali, lakini wakaja kufanya marekebisho madogo ya utengenezaji wa hili daraja. Lakini changamoto inayokuta wale mafundo walowaleta au wale wataalamu wa hili daraja walikuja kutengeneza, walitengeneza kati ya mfereji. Kwa hiyo kipindi cha mvua kubwa inaponyesha, hii daraja linazidiwa, halina uwezo wa kumiliki yale maji, kwa maji yana float na kwenda sehemu nyingine. Changamoto inayokuta hapa, wanafunzi wanashindwa kuvuka kwenda mashuleni. Kuja hapa diwani wa awamu hilo kwisha, akasema tujikusanye wananchi, tuweze kuchangishana sisi wenyewe, tuweze kutengeneza kivuko. Tukamwambia swala kuchangishana sisi lazima kuwe na mtu ambaye anashikilia ule mzizi kwamba sisi wananchi tunafanyaje tuweze kutengeneza kivuko. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru tangia aje mwenyekiti huyu mpya, naona amejuhudi za kuja mara kwa mara hapa zinaonekana. Sijajua kama zitazaa matunda au ndo hivyo tena. Kwa hiyo ombi letu sisi hapa wananchi wa Kibongwa hapa pamoja na Kinyamwezi ni serikali yetu hii sikivu kwa sasa hivi, diwani wetu labda na mbunge pamoja na mwenyekiti waangalie jinsi gani kuweza kutusaidia sisi katika hiki kivuko. Tunapata shida sana hapa wananchi wa Kibongwa. Ni miongoni mwa wananchi ambao anapatikana katika maeneo haya ya Kibongwa. Miongoni mwa vitu alivyovizungumza ni kwamba kwanza anamshukuru mwenyekiti wa Mustafa kwa sababu kama amekuwa akitoa ushirikiano mara kwa mara, amekuwa akifika katika eneo hili japokuwa hajawewa bado jitihada zake kama zinaweza kuleta matunda au la. Lakini pembeni yangu pia hapa nipo na mzee wangu au mzazi wetu, nataka pia naweza kuzungumza naye aweze kuniambia kama yeye ni miongoni mwa wananchi au wakazi katika eneo hili, kwake hili jambo linaleta athari ya aina gani katika maeneo haya. Emmanuel Leonard Dimuli. Hili daraja hili hapa, kivuko hiki kinatupa shida sana. Katika malalamiko yetu mara nyingi tumeshatoa malalamiko mara nyingi sana, lakini hayakufanikiwa. Wanakuja viongozi wanaangalia huo utawala uliopita. Tunamshukuru mwenyekiti wetu sasa hivi anajitahidi sana kututembelea kutokana na hali ilivyo hapa. Changamoto ni mvua. Zikinyesha mvua hapa watoto hawaendi shule, kivuko kama mnavyokiona maji yanakuwa ni mengi, kwa hiyo watoto wanafikia muda hawaendi shule kabisa. Na shule ni Kigogo na Kinyamwezi na njia kubwa ndio hii. Nini rai yako labda kwa serikali yetu tukufu ambayo inaongoza sasa nchi yetu? Tunaomba tujengewe daraja ili watoto tuwanusuru na majanga ya mvua. Kwa kweli hapa wakazi tuna shida sana. Kuna watoto wanaenda mashuleni na hizi mvua zinazonyesha inakuwa ni hatari kweli kwa hichi kivuko. Walitengeneza kivuko cha TASAF, lakini kwa bahati mbaya hakikuwa imara, kikazolewa na mvua. Mvua ilikuwa kubwa ikazoa. Wananchi tukajitahidi pamoja na mwenyekiti wetu tukatengeneza kivuko cha muda. Cha mbao, angalia cha magogo haya. Watoto wetu wakawa wanavuka, kuna wazee. Hichi kinatuunganisha Kinyamwezi na kwa Mustafa. Mwenyekiti wa Mustafa Fikiri Rajabu, namna gani wanatoa ushirikiano kwa wananchi ambao ni wakazi wa maeneo haya ya Kibongwa? Tuko naye bega kwa bega na tulimuita, na mwenyewe ni kwa sababu ni mkazi wa huku alifika akaona. Lakini kwa nguvu zetu wenyewe na yeye mwenyewe tulijitahidi kutengeneza kama hichi. Lakini akasema ngoja tutapambana, tuangalie ni jinsi atatusaidia vipi kuweza kujenga hichi kivuko. Anaitwa Hamisi Hasani Heri. Na ndo mwenyekiti wa shina hili. Kimsingi bwana, tunaomba sana kupitia viongozi wetu kuanzia ngazi ya mtaa, kata, hatimaye hata jimbo na ikipendeza mpaka mkoa, kumheshimiwa mkuu wetu wa mkoa juu ya hadha ambayo inatukuta hapa. Hii hadha hichi kivuko ni kwamba hichi kivuko kinatuunganisha mistaa isiyopungua 3, kwa maana ya kwamba Kigogo Fresh A, Kigogo Fresh B, sisi wenyewe Mustafa kuelekea Kinyamwezi. Kuna vijana wetu natumia kivuko hichi au barabara hii kuelekea shuleni huko.
na kama inavyoeleweka kwamba kwa mtaa wetu Mustafa tujajaliwa kupata shule ya sekondari hata shule ya msingi. Kwa hivyo waombe kupitia muonekano huu ambao tunaozungumzia katika kero hii ya kivuko hichi, mtusaidie Shime, tunaomba sana mtusaidie katika kututengeneza kivuko hichi ili kuweza kunusuru hali halisi ya vijana wetu waendao masomoni kwao katika mtaa wa Kinyamwezi. Hichi kivuko kipo kwenye area ya Kibongwa, mtaa wa Mustafa. Umeona? Lakini kivuko hiki kinaunganisha mitaa isiyopungua mitatu. Manake hapa mtaa wa kwa Mustafa wanafunzi wetu ili wavuke ni lazima waende kwenye shule ya sekondari Kinyamwezi, shule ya msingi Kinyamwezi. Lakini watoto wanatokea kuanzia Kigogo A, wanatokea mpaka Kigogo B, wanakuja Mustafa lakini ndio wanapita. Kwa hiyo utaona kabisa hichi kivuko kinahitajika kwa kadri ya uwezo wetu sisi kama viongozi wa serikali, mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge, ili tuweze kuwasaidia wananchi hawa kuweza kutengeza hichi kivuko kwa sababu huduma ya kijamii ipo huku. Na hichi kivuko kikifikia muda wa masika, nadhani nyinyi wenyewe mnaona hapa tumeweka magogo ya mnazi haya, tumeweka hizi mbao hizi. Lakini vishaondoka karibuni hata 3 au 4. Nyesha huko maji yanatoka Kisarawe huko, yanakuja yanasomba hichi kivuko. Kwa mwisho wa siku kishakuwa kimesombwa, watoto wetu hawawezi kuvuka kwenda shuleni. Maana yake ni lazima watasubiria mvua zikate, zikishakata tuanze tena kutafuta magogo ya mnazi, tutafute nguzo za umeme, tuje tuweke hapa kwa ajili ya wananchi wetu waweze kuvuka. Serikali ilianza kuwekeza kama mnavyoona, walikuja hapa TASAF, walianza kukwamua shida hii kwa kuweka kivuko chao. Lakini kwa sababu wataalamu hawakuwepo kwenye kurekebisha hichi kivuko, watu wachache tu waliamua kujijengea, ndio mwisho wa siku mmeona kwamba hasara TASAF iliingia hapa. Licha ya juhudi mbalimbali za wananchi ambao ni wakazi wa maeneo haya kuendelea kupambana kutengeneza vivuko vya ziada katika eneo hili, ukiwa kama wewe ni mwenyekiti wa serikali za mtaa, nini rai yako kuwasaidia wananchi wa maeneo haya? Rai yangu sisi tunaanza, wao watusaidie. Kwa maana tunakwenda kufanya mkutano mkuu wa wananchi, na lazima serikali inahitaji kwamba na nyinyi wenyewe muanze ili wao waje wainue. Sasa katika kuanza kwetu sisi, maana yake tutakapofanya mkutano mkuu wa wananchi, tutajua sisi kama viongozi wa serikali ya mtaa tunachangia kiasi gani. Tunao wadhamini mbalimbali, tutawapa proposal zetu, watatusaidia. Mwisho wa siku hata wao serikali wakija kutumalizia, waje kutumalizia, lakini sisi lazima tuanze. Na ndivyo maelekezo, kwa sababu mtaa wa Mustafa sio kivuko hiki tu. Tunao vivuko vingi sana. Serikali itusaidia kujenga vivuko 3 mtaa wa Mustafa, lakini wakati utawala huo uliopita, vivuko vile vyote vilielekezwa sehemu moja. Lakini kama ingekuwa utawala huu uliopo, vile vivuko vingegawanywa. Yaani huku kimoja, huku kimoja, huku kimoja, kwa sababu vivuko vinajengwa kutokana na uhitaji wa eneo husika, hasa kama kuna vitu vya jamii vinavyofanyika sana. Sasa huku utaona, umeona kuna shule ya sekondari, kuna shule ya msingi, lakini kuna soko ambalo linajengwa hivi karibuni. Kwa hiyo utaona barabara hii manake itakuwa inatumika sana. Kwa jitihada zetu sisi hatuwezi kuiachia serikali peke yake, lakini na sisi, na mimi ndio mwenyekiti wa mtaa, lazima tuanze jitihada, lakini kikubwa mno kwamba kivuko hicho wakione waweze kutusaidia ili maisha mengine yaendelee. Naam, huyo ni mwenyekiti wa serikali za mtaa, ndugu yetu anakwenda kwa jina la Fikiri Rajabu. Ni miongoni mwa wenyeviti ambao sasa mara nyingi amekuwa akifika kwenda kutibu changamoto mbalimbali za wananchi katika mtaa wake. Na sisi kama media tumewahi kufika katika eneo hili tuweze kushuhudia, tuone, baada hapo tuweze kupaza sauti za wananchi ambao wao ni wakazi wa maeneo haya. Nini unatakiwa kuendelea kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu ili sasa uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali. Endelea kusalia nasi. Bye bye.